Tunawashukuru sana kwa kuwa nasi asubuhi hii kwenye tukio hili kubwa, tukio ambalo wenzetu wa UNCDF pamoja na UNDP pamoja na serikali ya Norway pamoja na serikali ya Ubelgiji pamoja na serikali ya Ireland wameamua kutupatia fedha kwa ajili ya kufanya kazi kwenye mamlaka zetu za serikali za mitaa, mambo yanayohusiana na kuwaondolea wananchi wenzetu wa kawaida wanaopata matatizo kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Maelekezo yangu kwa mamlaka hizi ambazo zitapata fedha hizi, na fedha hizi kwa bahati nzuri zimeshafika kwenye akaunti za mamlaka hizi kutoka Wizara ya Fedha. Katumieni fedha hizi kama zilivyoainishwa kwenye maelekezo ya mradi huu. Tumefanya vizuri Kondoa, tumefanya vizuri Chamwino, tumefanya vizuri Mpwapwa. Maelekezo ya mradi kwenye ule mradi wa awali yametekelezeka kama ilivyo, na ndio maana tumeweza kujenga hoja. Lakini niseme tu kwamba kupitia mradi ule yale ya awali tumeweza pia kupata mradi mwingine unaoitwa Scale, ambao unakwenda kwenye halmashauri 46. Utaenda kushughulikia haya mambo ya climate change, lakini utasaidia pia kwenye ujenzi maeneo mbalimbali ya barabara kule kwenye maeneo ambako yako affected na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tunavyofanya vizuri ndio tunavyokutanika na wadau mbalimbali kuweza kufanya hivi. Niseme tu kwamba fedha hii iliyotolewa sio hii tu, na sisi kama serikali na sisi tumeweka fedha kwenye jambo hili. Kwa hiyo swala hili linatakiwa lishughulikiwe na sisi pamoja na wadau wote. Mdau yoyote anayeona kwamba anaweza kuja kuungana nasi kwenye jambo hili, kama kuna mdau mwingine yoyote anayetaka twende naye kwenye jambo hili, tunamkaribisha. Wizara yetu iko wazi, inawakaribisha wote ambao wana interest ya kuwasaidia wananchi wa Tanzania kwenye jambo hili. Na kama mnavyoona, diplomasia ya uchumi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ndiyo inayofungua milango ya wadau mbalimbali kuja kushirikiana nasi kwenye mambo kama haya. Halmashauri ya wilaya ya Kondoa imepokea kiasi cha dola za Kimarekani 1,049,043 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa awamu ya pili, ambao sasa huu unakwenda kutekelezwa kwenye kata nyingine, kata ya Bumbuta, ambayo inakwenda kushughulikia sana suala la usalama wa chakula. Tunaamini kwamba jamii zetu kule zimekuwa zikilima kwa mazoea bila kufuata teknolojia za kilimo cha kisasa ambacho kitaongeza kiwango cha mavuno ambacho sasa kitasababisha usalama wa chakula. Tunategemea kupata fedha milioni 500 na point, na kata zitakazonufaika ni zaidi ya kata moja. Tuna kata ya Msamalo, tuna kata ya Mvumi Makulu. Kwa hiyo tunategemea hizi fedha kwa sababu ni nyingi na zimekuwa allocated katika kata 2 tofauti. Tunategemea matokeo yatakuwa ni makubwa sana na wananchi wengi wataweza kunufaika. Hizi fedha ambazo tumepokea ambazo ni milioni 491 itatusaidia sana kwa halmashauri yetu Mpwapwa. Tunaenda kutekeleza katika vijiji viwili, ambao kijiji cha kwanza ni kijiji cha Godegode, lakini kijiji cha pili ni kijiji cha Kitati. Na pale Godegode tunaenda kuchimba visima viwili kwa ajili ya umwagiliaji ili kuhakikisha kuna usalama wa chakula. Pale kijiji cha Kitati tutaenda kujenga mfereji wa umwagiliaji wenye mita 1200 ambao pia utasaidia kwenye uzalishaji.